Tunakushukuru Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Asante kwa kutufikisha masaa haya ya jioni ambayo umependa tuweze kufika sehemu hii ya ibada kwa ajili ya kuchunguza maneno yako matakatifu. Tunakualika uje pamoja nasi kupitia kwa njia ya Roho wako, aweze kutuelekeza jinsi kuweza kuenenda katika dunia hii iliyokwisha changanyikiwa. Tusaidie sana, maandiko yako matakatifu yajieleze yenyewe, mtumishi umtumie tu kama chombo dhaifu ambacho hakijui lolote lile, lakini uzungumze ndani yake. Mapenzi yako yatimizwe ni katika jina la Yesu. Amina. Karibu mtumishi wakati huu wa jioni kwa ajili ya mafunzo zaidi. Asante sana. Basi ni wakati mwingine tena mzuri ambapo tunaenda kuendeleza mada zetu, hii ikiwa ni sehemu ya 3 sasa ya somo lisemalo msaidizi mwingine ni nani? Msaidizi mwingine ni nani? Hilo ndio somo tutakalodumu nalo, na Mungu ikimpendeza tutakuwa na sehemu ya 4, na hiyo ndio itakuwa ya mwisho katika mfululizo wa mada hii ya kujua msaidizi mwingine ni nani. Wapendwa, hii ni kwa sababu ya kwamba imeendelezwa dhana ya kwamba msaidizi mwingine ambaye ni Roho Mtakatifu ni Mungu Roho, Mungu mwingine kando ya Mungu mwenye hiyo Roho. Kwa sababu hiyo basi tutakuwa na wajibu hapa ambao tutadaiwa kufunua kile ambacho ni uhalisia na si maneno tu ambayo yanatokea katika vinywa vya watu, na si maneno tu yatakayokuwa kitokea katika vinywa vya watu. Mtumishi wa Mungu, naam. Basi nitaomba bila kuchelewa turudi katika sura yetu ya 14 ya kitabu kile cha Yohana, ili tuweze kuendelea kukadavua ya kwamba hivi msaidizi mwingine ni nani? Msaidizi mwingine ni nani? Ili tuweze kujiepusha na mtego unasawa wa kujikuta tunamwabudu Mungu mgeni. Na kwa kweli kama kuna sehemu ya kujipatia uzima ni kwa kumjua Mungu pekee wa kweli na Yesu Kristo aliyetuma. Amina. Hebu sasa kimbia katika kitabu kile cha Yohana sura 14, uanzie ile fungu la 16 na mpaka fungu lile la 17, kisha utaendelea baadaye. Maandiko matakatifu yanasema, yanasemaje? Nitamwomba Baba, anasema nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine. Naye huyo Baba atawapa msaidizi mwingine. Subiri kidogo. Sasa kama kuna hoja msingi ambayo imekuwa pasua vichwa kwa wale wengi, hasa wanapojaribu kuoanisha Kiswahili na uhalisia, ni maneno yanayotamkwa na kusikika ya kwamba msaidizi mwingine. Wanasema hivi, si unasikia kwamba ni mwingine? Sasa hapa tutaenda kuchagua hicho kitendawili. Hivi neno mwingine ni lazima liwe sawa na kile tunachokifahamu sisi? Kwamba ikitajwa mwingine ni lazima awe ni mwingine kweli, au inamaanisha nini? Kabla tujaendelea, nadaiwa kwanza kusimama katika hili tuweze kuliweka vizuri, ndipo tuweze kwenda mbali zaidi. Nini maana ya neno mwingine aliyokuwa ameitamka Bwana Yesu? Unajua kuna kitu tusichokijua ambacho tunapaswa kukijua. Nacho si kingine, ni kwamba wakati Yesu anazungumza, sehemu kubwa alikuwa akitumia mithali na mifano. Kwa hivyo hakuwa ananyoka moja kwa moja kama ambavyo sisi tunalazimisha iwe. Hapana. Kwa mfano, hebu tukimbie katika kitabu cha Yohana 16:25. Utaona namna ambavyo Kristo alikuwa akizungumza katika mithali. Na neno mithali ni mafumbo, ni maneno ambayo hayako wazi. Ndio. Lakini tutaenda kuona, je, ni kweli aliposema mwingine alimaanisha mwingine kama hivi sisi tunavyotaka kumaanisha, au alijilenga yeye mwenyewe? Kimbia sasa tufikishe hayo maneno kwanza. Soma 16:25. Ndio. Hayo nimesema nanyi kwa mithali. Yesu anasema hayo nimesema nanyi kwa nini? Kwa mithali. Kwa mithali. Rafiki, amesema nasi kwa nini? Kwa mithali. Saa yaja ambapo nitasema nanyi tena, sitasema nanyi kwa mithali. Anasema ipo saa, na hiyo saa ilikuwa mbele ambayo asingesema nao kwa mithali. Lakini sasa hapa tunajaribu kuelezea, anasema hivi, alikuwa akisema nao kwa nini? Kwa mithali. Mithali kwa maana ya kwamba alikuwa akisema nao kwa mafumbo. Hujanielewa? Mpaka tukimbie Yohana 17 mstari wa kwanza, wa pili na wa tatu. Ndipo tutakapoona ya kwamba wakati Yesu anasema
Mtamwomba Baba naye atawapatia msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele, ndiye Roho wa kweli. Msaidizi mwingine, kwamba hakuwa anamaanisha mwingine hii tunajua sisi. Kimbia sasa Yohana hiyo 17 mstari wa kwanza wa pili na wa tatu. Mstari wa pili na wa tatu. Wa kwanza wa pili mpaka wa tatu. Yohana 17 mstari wa pili na wa tatu. Yohana 17 mstari wa kwanza wa pili na wa tatu. Anasemaje? Maneno hayo aliyasema Yesu. Subiri kidogo kwanza. Kwamba maneno hayo aliyasema nani? Yesu. Maneno hayo aliyasema nani? Yesu. Ndipo hapo utakapogundua kwamba alichokisema kwenye fungu linalofuata linapingana na lile aliyosema mara ya kwanza. Si kwamba linapingana, ila ni ufahamu wangu na wako unaoweza kukosa tu utulivu. Alikuwa anamaanisha kile ambacho leo tunaelewa ukielewa. Rudia kusema maelezo ya fungu la kwanza. Maneno hayo aliyasema Yesu. Maneno hayo aliyasema nani? Yesu. Maneno hayo aliyasema nani? Yesu. Nataka liingie vizuri. Sasa soma mbele. Akainua macho yake kuelekea mbinguni. Akainua macho yake kuelekea wapi? Mbinguni. Kisha akisema, Baba, saa imekwisha kufika. Akasema, Baba, saa imekwisha kufanyeje? Kufika. Mtukuze mwanao ili mwana wako naye akutukuze wewe. Mtukuze mwanao ili mwana wako naye afanyeje? Akutukuze wewe. Sogea. Kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili, ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele. Sasa sikiliza, nataka uelewe vizuri bila kusahau yale ya kwanza. Kwamba maneno hayo aliyasema Bwana nani? Yesu. Alipotazama juu mbingu. Sasa hapo chini amesema hivi, saa imefika, saa imekwisha kufika. Mtukuze mwanao ili mwana wako naye afanyeje? Akutukuze wewe. Sasa kuna maneno nayotaka yasikike tena. Nikana kwamba hajasikika, na kama yamesikika hajaeleweka. Rudia kuyasoma hilo fungu la pili. Anasema, kama vile ulivyompa mamlaka. Kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili. Hebu subiri. Pointi ya msingi nayoitaka hapo ni maneno yanayosema hivi, kama vile ulivyompa mamlaka. Vinginevyo angesema hivi, kama vile ulivyonipa mamlaka. Ndio. Kwa hivyo kule kusikika ya kwamba naye atawapa msaidizi mwingine, ukilioanisha na fungu la kwanza aliyosema ya kwamba haya maneno aliyatamka Yesu. Alafu chini fungu la pili akasema kama vile ulivyompa mamlaka. Hauoni ni kana kwamba anazungumza habari za mwingine? Lakini tutaenda kuona, je, kweli alikuwa akizungumza habari za mwingine? Ndipo tunapoweza kufika mahala tukatanua mipaka ya ufahamu wetu. Sawa sawa? Kadri tunapotanua mipaka ya ufahamu wetu, tutaendelea kugundua jinsi gani ambapo Kristo anapozungumza sehemu kubwa ambayo alizungumza kwa mithali ama kwa mafumbo na hata kwa mifano pia. Sasa hapo anapozungumza ya kwamba kama vile ulivyompa mamlaka. Kwa kweli alipaswa kusema hivi, kama vile ulivyonipa mamlaka. Kwa sababu fungu la kwanza amesema hivi, maneno hayo aliyatamka nani? Yesu. Haya, tiririka, songa mbele. Anasemaje? Kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili. Kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili, ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele. Angesema hivi, ili kwamba wote ulionipa. Ndio. Lakini amesema ili kwamba wote uliompa. Tayari tunaanza kuelewana ya kwamba kumbe Yesu alikuwa akitamka kwa nini? Kwa mafumbo ama kwa mithali. Tiririka, songa mbele. Anasema na uzima wa milele ndio huu. Hilo ni fungu la tatu sasa. Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe. Wakujue wewe, Mungu wa pekee wa kweli. Mungu wa pekee wa kweli. Na Yesu Kristo uliyemtuma. Nasikia hiyo tena. Vinginevyo alipaswa kusema hivi, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli. Ndio. Na mimi uliyenituma. Ndio. Alipaswa kusema hivyo. Lakini hakusema hivyo. Ila akasema na Yesu Kristo uliyemtuma. Kumbuka fungu la kwanza la Yohana 17 amesema ya kwamba maneno haya yatamka nani? Yesu. Mimi alipaswa kujisema, lakini alielekeza kwa mwingine. Tunapoweza kuelewa vizuri fungu la 17 ya kwamba naye atawapatia msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele, ndiye Roho wa kweli. Mimi msaidizi mwingine aliyetajwa pale ni kinyume kabisa cha wengi wanavyofikiria. Labda nithibitishe mbele kidogo. Nithibitishe kwa kwenda mbali zaidi ya kwamba kweli Yesu amekuwa akisema kwa mithali ama kwa mafumbo.
Kimbia katika kitabu kile cha Mathayo 16:27. Katika kitabu cha Mathayo 16:27 bado tunakutana maelezo yanayofanana hayo ya Yohana 17 mstari wa kwanza, wa pili na wa tatu. Jinsi gani ambavyo Yesu anapojitaja anaelekeza kwingine kana kwamba anamaanisha mwingine. Lakini kweli si hivyo. Anakuwa anajilenga yeye, ila anasema kwa nini? Kwa mithali. Na kusudi lake anakuwa anataka kushughulisha akili zetu. Kinyume cha ilivyo leo, wengi wamewekeza akili zao kwa wengine. Wamewaachia wenzao wafikiri kwa niaba yao, kitu ambacho ni hatari sana. Mathayo 16, Mathayo 16:27. Mathayo 16:27 anasemaje? Kwa sababu mwana wa Adamu atakuja katika utukufu wa Baba yake pamoja na malaika zake. Anasema kwa sababu mwana wa Adamu atakuja pamoja na utukufu wa nani? Wa Baba yake pamoja na malaika zake. Hata nisiposhughulika mambo mengine, nishughulike tu na neno moja kwamba kwa sababu mwana wa Adamu atakuja. Hicho ni Kiswahili kwa Mtanzania yote anayefahamu lugha. Ataelewa kwamba anamaanishwa mwingine, sio yeye. Ndio. Lakini mwana wa Adamu ni nani? Ni Yesu Kristo. Sasa hebu kimbia katika kitabu kile cha natafuta tu kuendelea kuthibitisha ya kwamba Yesu alikuwa akisema kwa mithali. Kimbia kitabu cha Mathayo 13. Mathayo 13 fungu la 34. Bado utaona kile ambacho tumekisoma katika mafungu kadhaa, namna ambavyo Yesu amekuwa akisema kwa mithali, kwa mafumbo, ili tu kwamba kile anachokisema kihitaji usikivu. Anazungumza hivi 34, karibu 13:34 anasema, hiyo hayo yote Yesu aliwaambia makutano kwa mifano. Anasema hayo yote Yesu aliwaambia makutano kwa nini? Kwa mifano. Aliwaambia makutano kwa nini? Kwa mifano. Kumbe kuna namna ambavyo tunatakiwa tumwelewe Yesu. Kwamba hayo yote, kwa maana nyingine sio kusema hivi. Yesu kila alichokisema alisema kwa nini? Kwa mifano. Kumbe alisema mstari unaendelea hapo. Wala pasipo mifano. Wala pasipo mifano. Hakuambia neno. Hakuambia neno. Ndio. Bwana asifiwe. Amina. Bibi tayari tunaweza tunaanza kupata picha ya kwamba anapotamka katika Yohana 14 mstari wa 17 ya kwamba naye atawapatia msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele, ndiye Roho wa kweli. Huyo msaidizi mwingine si lazima neno mwingine iwe sawa na vile tulivyozoea. Yeye anachomaanisha tofauti kabisa na hiki tunachokimaanisha. Sawa sawa? Ndio. Sasa kadri tunavyoendelea nadhani itaeleweka vizuri. Niombe sasa turudi kule katika Yohana 14. Baada ya kujenga msingi huo ya kwamba Yesu anapotumia maneno mwingine anajimaanisha yeye, ni kwa sababu tu anatamka kwa mafumbo ama kwa mithali. Ndio. Hebu sasa rudi katika ile fungu la 16 na 17. Narudia, anasema hiyo 16 na 17 anasema, naam, nami nitamwomba Baba, ili ikae vizuri. Anzia fungu la 15 anasema mkinipenda. 15 anasema, mkinipenda mtazishika amri zangu. Yesu anasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Nami nitamwomba Baba. Kumbe sikiliza watu wa Mungu, kigezo pia cha kupewa msaidizi mwingine ni pamoja na kuzitii amri zake. Ndio. Yaani kwa maana nyingine sasa kusema hivi, kama si kukidhi vigezo vya kutii amri za Mungu, huwezi ukawa na msaidizi mwingine katika maisha yako. Huyo msaidizi mwingine ni Roho Mtakatifu. Lakini tutaenda mbele kuona, je, huyo Roho Mtakatifu ni mwingine kando ya Baba na Mwana wake? Ndio. Labda ili nithibitishe maneno sionekana nimetumia maneno yangu tu. Hebu kimbia fungu la 26. 26 ya kitabu hiyo ya 14. 26 maneno yanasema hivi. Yanasemaje? Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, akisema Yesu atawafundisha yote. Atawafundisha namna gani? Yote. Subiri, nicho kuna kikitafuta hapo kieleweke, ni kwamba huyo msaidizi mwingine ni Roho Mtakatifu. Tena Roho Mtakatifu atatuma na Baba kwa jina la nani? La Kristo. Ndio. Kwa hiyo nicho kuzungumza ni hiki kwamba kigezo cha mtu kuwa na msaidizi mwingine ambaye ni Roho Mtakatifu ni lazima uwe umetii amri 10 za nani? Za Mungu. Kama si kuzitii amri 10 za Mungu, ukijisema na Roho Mtakatifu, ujue una roho mtakafunjo, sio Roho Mtakatifu. Sieleweka mpaka unirudie ili tuingie ndani sasa kupata kujua msaidizi mwingine ni nani, hii ikiwa ni sehemu ya 3.
Rudia fungu la 15 ukinipenda. Mstari wa 15. Ndio. Anasemaje? Mkinipenda mtazishika amri zangu. Mtazishika amri zangu. Nami nitamwomba Baba. Kisha shika amri zake sasa, ndipo yeye atachukua jukumu la kumwomba nani? Baba. Naye atawapa msaidizi mwingine. Kwa hivyo kigezo cha kupewa msaidizi mwingine ni kuwa watu tunaotii amri zake 10 kama zilivyo. Ndipo atakapomwomba Baba, naye huyo Baba atatupatia msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Naam, ambaye ni nani? Fungu la 17 anasema ndiye Roho wa kweli. Ndiye Roho wa kweli. Bwana asifiwe. Amina. Endelea pale mbele. Ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea. Kwa kuwa haumuoni. Ndio. Wala haumtambui. Ndio. Bali ninyi mnamtambua. Kwa nini? Maana anakaa kwenu. Tena naye atakuwa ndani yenu. Sasa sikiliza taratibu ninapoelekea kumaliza. Fungu hilo la 15 la 16 mpaka la 17 limesomeka vizuri. Kwa hiyo mtu ambaye anaelewa anaanza kama ameanza kuelewa. Anasema hivi, mkinipenda mtazishika amri zangu. Huyo ni Yesu anasema. Ndio. Nami nitamwomba Baba, naye huyo Baba atawapatia msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Fungu la 17 akasema ndiye Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea. Kwa nini ulimwengu usimpokee? Sikiliza, anasema ulimwengu hauwezi kumpokea kwa sababu haumuoni wala haumtambui, lakini ninyi mnanitambua. Mnamtambua. Msaidizi wa kweli, msaidizi mwingine ambaye ni Roho wa kweli. Sasa kuna kitu tunataka tukielewe hapo watu wa Mungu, kwamba hivi ikiwa ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni tena haumtambui, lakini wanafunzi wao wanamtambua, ni yupi huyo ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea wala hauwezi kumtambua, na kwa kuwa hauwezi kumtambua wao wanamtambua? Ni nani huyo? Sikiliza, haijaeleweka bado. Iko hivi hapo, ameliweka vizuri zaidi. Akasema hivi, lakini ninyi mnamtambua. Mnamtambuaje? Kwa kuwa anakaa kwenu, tena atakuwa ndani yenu. Sasa ni nani ambaye wao wanamtambua, anayekaa kwao, tena atakayekuja kuwa ndani yao? Ni nani huyo kama si Kristo? Yesu. Bwana asifiwe. Amina. Kwa hivyo msaidizi mwingine huyo tunamzungumzia si mwingine kwa lugha ilivyozoeleka, ila ni Kristo mwenyewe ambaye angewarudia wanafunzi katika hali nyingine ya roho, si katika hali ya mwili. Ndio. Unjanielewa vizuri mpaka usome fungu la 18. Soma fungu la 18. 18 anasema, ndio. Sitawaacha ninyi yatima. Tunaisikia hiyo? Naja kwenu. Hivi Kristo ndiye ambaye hatawaacha yatima. Huyo ndiye atakayekuja kwao. Hebu kimbia fungu la 20, 21 mpaka 23. 20 anasema, siku ile ninyi mtamtambua. Wakati Yesu atakapokuja ama atakapowajia katika roho, ndipo atakapomtambua zaidi. Ya kuwa mimi ni ndani ya Baba yangu, ndani ya Baba yake, nanyi ndani yangu, nami ndani yenu. Mimi atakayekuwa ndani ya wanafunzi na ndani yetu si mwingine kama ifikiriwavyo, isipokuwa ni Kristo mwenyewe. Sasa ili ulielewe hilo vizuri, utadaiwa kusoma fungu la 22. 22 nasema, hiyo Judas si Iskariote, huyo ni mmoja wa wanafunzi ambaye alimuuliza swali Yesu. Akasemaje? Akamwambiaje? Bwana, nimekuwaje kwamba wataka kujidhihirisha kwetu, wala si kwa ulimwengu? Subiri sasa. Kumbe huyu Yuda ambaye si Iskariote, yeye alikuwa ameshaelewa ya kwamba huyu msaidizi mwingine ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala mtambui, ila wao wanamtambua kwa kuwa anakaa kwao na atakuja kuwa ndani yao. Maelezo yaliyopo kwa huyo Yuda ambaye si Iskariote yanathibitisha wazi ya kwamba walikuwa wamemwelewa. Ndio maana ametumia kauli nzuri hivi, Bwana, imekuwaje ya kwamba wataka kujidhihirisha kwetu na wala si kwa ulimwengu? Wani ya sentensi inathibitisha wazi ya kwamba wamemwelewa. Ndipo Yesu naye akajibuje? Yesu akajibu. Akasemaje? Akamwambia, alimwambiaje? Mtu akinipenda
Sikiliza, kigezo ni kile kile cha Yohana 14:15 kwamba ili upokee Roho Mtakatifu lazima uzitii sheria za Mungu. Nimesema mtu akinipenda atashika neno langu, na Baba yangu atampenda. Nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Bwana asifiwe. Amina. Kwa hiyo wapendwa, kama si kupotea bila sababu, tayari tumethibitishwa maneno yaliyo wazi kabisa ya kwamba mara mtu anapozitii sheria za Mungu, Baba anampenda na Kristo pamoja na Baba yake wanakuja kwa pamoja kukaa ndani ya huyo mtu, na kisha huyo mtu anakuwa na Baba na Mwana ndani yake. Bwana asifiwe. Amina. Kwa hiyo hatuwezi tukawa na Roho ndani yetu ambaye anadhaniwa kuwa msaidizi mwingine kando ya nani? Ya Kristo na Baba yake. Tunapenda kumaliza sasa, niweze kuomba mwalimu unisomee kitabu hiki hapa, kinaitwa Leo na Mungu, Mei 13. Kitabu kinaitwa Leo na Mungu, Mei 13. Inatuthibitishia wazi ya kwamba Yesu ndiye angekuja kujidhihirisha, na asingekuja katika mwili ila angekuja katika roho. Hayo ndiyo maneno ninayotamani yasikike katika ukurasa huo wa kitabu hicho cha Mei 13. Paragrafu ya ngapi? Ngoja tuone. Paragrafu ya 3. Hapa. Paragrafu ya 3. Ndio. Anasemaje? Kwamba Kristo atajidhihirisha kwao. Sikiliza, kwamba Kristo atajidhihirisha kwao mitume ama wanafunzi. Lakini hataonekana kwa ulimwengu. Umesikia hiyo? Lakini kwamba hataonekana kwa nini? Kwa ulimwengu. Ndio. Lilikuwa ni fumbo kwa wanafunzi. Umesikia sentensi kwamba lilikuwa ni fumbo kwa wanafunzi. Hawakuweza kuelewa maneno ya Kristo katika maana ya kiroho. Achia hapo. Kwa hivi kumbe hawa ndugu hawakujua ya kwamba angelijidhihirisha kwao kiroho, si kimwili. Bwana asifiwe. Amina. Kwa hivyo wapendwa, msaidizi mwingine, hicho ni sehemu ya 3 ya mfululizo wa mada hii, ambaye alikuwa akitajwa pale fungu la 16, 17 na 18, hakuwa mwingine kando ya Kristo mwenyewe ambaye angekuja katika asili nyingine, lakini akiwa ni yeye yule. Tumeweza kupitia mafungu kadhaa namna gani ambavyo Yesu amekuwa akifundisha kwa mithali, lakini amekuwa akifundisha kwa mifano. Tumesoma mafungu kadhaa. Kwa hiyo basi, kadri tunavyoendelea katika sehemu hii itakayofuata ya 4, tutaweza kuhitimisha kabisa namna gani ambavyo huyu msaidizi mwingine ambaye ni Roho wa kweli, Roho Mtakatifu, si mwingine kando ya kile ambacho tungetakiwa kukielewa ya kwamba alikuwa ni Baba na Mwana wake ambao wangelijidhihirisha kwetu pale tu tunapoweza kuwa watiifu, tukitii sheria zake. Yeye Baba atatupenda, na hivyo Kristo na Baba yake watakuja kukaa kwetu na kufanya makao kwetu. Kwa nini simalizie hii paragrafu? Hebu imalizie mtumishi. Narudia. Kwamba Kristo alijidhihirisha kwao, kwamba Kristo angejidhihirisha kwao, lakini hataonekana kwa ulimwengu. Lilikuwa ni fumbo kwa wanafunzi. Ya kwamba lilikuwa ni fumbo kwa mitume na kwa wanafunzi. Hawakuweza kuelewa maneno ya Kristo katika maana ya kiroho. Ya kwamba hawakuweza kuelewa maana ya Kristo kwamba angekuwa na maanisha hali ya ukiroho. Walikuwa wanafikiria udhihirisho wa nje, kwamba wao wakati Yesu alitamka maneno hayo walidhania ama walifikiria kwamba angelijidhihirisha udhihirisho wa nje, udhihirisho unaoonekana, udhihirisho wa wazi unaoonekana. Hawakuweza kuelewa ukweli kwamba wangekuwa na uwepo wa Kristo. Amina. Hawakuweza kuelewa hicho kitu. Lakini hata hivyo ndicho hiki kinachotupa kazi pia kuendelea kukifafanua ya kwamba wapendwa, tunayemzungumzia hapa msaidizi mwingine si mwingine kwa lugha unayofahamu wewe, ila ni Kristo mwenyewe angekuja katika asili nyingine ya kiroho na wala si ya kimwili. Bwana asifiwe. Amina. Basi kulingana na muda itoshe kuachia hapo mpaka hapo Mungu atakaporuhusu tena kufikia nafasi nyingine kama hii, tutakapoingia katika sehemu ya 4 ya somo hili nzuri na makini la msaidizi mwingine ni nani. Amina. Na kwa njia hiyo tutang'amua mengi ambayo wakati fulani yamefichwa na hata kupelekea kuaminisha watu ya kwamba aliye ndani yetu huyo Mungu Roho kwamba ndiye yule msaidizi mwingine, kinyume kabisa cha maandiko.
Mungu atuhurumie sana, kadri tunavyoendelea tupatie wepesi wa kuelewa na kisha tuweze kupona. Bwana libariki neno lake na tulisikia kwa jina la Yesu. Amina. Amina. Basi asanteni kwa kunisikiliza walioko hapa na hata wanaotufuatilia katika mitandao ya kijamii. Bwana aweze kuwabariki wote kwa pamoja. Na siku hiyo ya 4 ya mfululizo wa mada hii tutajaribu kufungua vitabu vya Roho na Unabii kuweza kutanabaishia vizuri fundisho hili uhalisia wake ni upi. Basi mara baada ya hayo tuweze kushuka magotini, tumshukuru Mungu kwa haya machache ambayo amependa tuyapokee siku ya leo. Na tuombe. Baba yetu Mungu ishie milele, asante tena kwa nafasi nzuri uliyotupatia, namna gani ambavyo imekupendeza kuweza kutufunulia maneno yako jioni ya leo, ili kusudi tuweze kung'amua kumwelewa vizuri msaidizi huyo mwingine ni nani, ambaye kwa kweli alituma na mpaka leo tunaye, si mwingine kama ifikiriwavyo na wengi, badala yake ni Roho yako inayotenda kazi ndani yetu na ndani ya kila mmoja, na ambapo kwa namna ya pekee tunaendelea kudumisha tabia ya kiungu ndani yetu. Tujaze hekima na busara, tuendelee kujua ukweli ni upi na uongo ni upi, kisha tudumu na ukweli, na hatimaye tunapokuja tufai kuokolewa. Asante kwa sababu ya wasikilizaji ambao walitufuatilia. Asante kwa sababu yetu wenyewe ya kwamba tumeendelea kuelewa kile tunachotaka tukielewe, na siku tunapokuja tukusihi tuwe miongoni mwa watu watakaookolewa. Tunashukuru kwa hayo tukiamini ya kwamba sisi tutatenda kwa Kristo Bwana wetu tumeomba. Amina. Amina. Amina.